Kote Afrika Mashariki imetimia saa 1 kamili jioni, sawa na saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Habari kuu katika matangazo ya Dira ya Dunia jioni hii ni pamoja na rais wa China Xi Jinping atoa wito kwa China na Marekani kuwa washirika na wala si washindani. Waziri wa afya wa Uingereza West Streeting ajiuzuru kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer, huku akitarajiwa kutangaza nia ya kuwania nafasi hiyo dhidi ya Starmer. Na mshauri wa rais wa Kongo amezungumza na BBC kuelezea msimamo wa serikali hiyo na jinsi makubaliano ya amani yanavyotekelezwa. Hii ni BBC. Bila shaka msikilizaji, ni matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko nami Phyllis Mwateni ikiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Kama nilivyokuahidi, nimepata muda kidogo tu na tupia jicho ukurasa wetu wa Facebook. Naona wasikilizaji kadhaa hapo mmewacha maoni. Ahmad Suvi wa Suvi Street Ukonga Mazizini, Dar es Salaam: hii ziara ya Rais Trump huko China ina siri kubwa, kwani ndani yake hasa kuhusu Iran. Said Makusanya, BBC na wapata vizuri nikiwa Mbagala Kigungi kwa Mnyani. Kefa Ubanchi Onchiri anasema anatusikiliza vyema akiwa Boston. Patrick Mwambungu wa Tunduma Boda: Skola Kisanga, tunakupata vyema hapo BBC, mtambo mkubwa. Amedias Chua anasema kutoka Dodoma, Tanzania, na wapata vyema sana BBC Swahili. Na huyu ni Cloud Butoi Bunjumbura City, na wasikia 100% BBC News zaidi ulimwenguni kote. Shukran sana msikilizaji. Basi tukipata muda tena tutaweza kutupia jicho ukurasa wetu huu wa Facebook. Tutasoma maoni yenu kama jinsi mnavyozidi kutuandikia. Kwa sasa tusonge mbele, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko uchunguzi uliofanywa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch umebaini ushahidi wa ukatili mkubwa, ikiwemo mauaji ya raia kwa wingi na ukatili wa kingono ambao mashahidi wanasema kwamba ulitekelezwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda katika mji wa Uvira, mashariki mwa nchi hiyo. Shirika hilo linasema kwamba makumi ya raia waliuawa kinyume cha sheria katika kipindi cha mwezi mmoja, ambapo kundi la M23 lilikuwa likidhibiti mji huo wa pembezoni mwa ziwa. Zaidi na Martha Saranga. Uchunguzi huu unajumuisha simulizi kutoka kwa manusura wanaosema walishuhudia ukatili uliotekelezwa na wanajeshi wa Rwanda waliovalia sare. Rwanda imekuwa ikikanusha kila mara kwamba wanajeshi wake wako nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Maelfu ya watu walikimbia wakati M23 ilipochukua udhibiti wa mji wa Uvira mwezi Disemba mwaka uliopita. Uchunguzi wa Human Rights Watch unaangazia kile ambacho baadhi ya wale waliobaki walisema kilitokea baadaye. Ripoti ya kundi hilo inajumuisha simulizi za mauaji ya kinyama, ukatili wa kingono, utekaji nyara na watu kupotezwa. Wachunguzi walipata ushahidi wa makaburi matatu ya halaiki na walisema raia 53 waliuawa, miongoni mwao watoto 6. Rwanda inakanusha kuisaidia M23 na inasema kuwa wanajeshi wake hawajavuka mpaka kuingia katika nchi jirani. Lakini ripoti hii inajumuisha simulizi kutoka kwa mashahidi wanaoeleza walishuhudia maafisa waliovalia sare wakitekeleza uhalifu dhidi ya raia. M23 ilidhibiti Uvira kwa mwezi mmoja kabla ya kuondoka kutokana na shinikizo la kidiplomasia kutoka katika nchi za magharibi ikiwemo Marekani, ambayo ilisaidia kufanikisha makubaliano ya amani. Licha ya makubaliano hayo, waasi bado wanaendelea kudhibiti maeneo makubwa na mapigano yanaendelea. Kundi la waasi wa M23 na serikali ya Rwanda hawakujibu maombi ya BBC ilipowataka kutoa maoni yao. Na tunasalia huko DRC ambapo mvutano kati ya taifa hilo na Rwanda unazidi kuongezeka katika miezi hivi karibuni, huku mapigano mashariki mwa Kongo yakitishia kusababisha mgogoro wa kikanda. Kinshasa inashutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo inasema limeteka maeneo katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini. Mgogoro huu umewafanya mamilioni ya raia kuhama makazi yao na umeongeza hali mbaya ya kibinadamu na kuzua hofu ya vita vikubwa zaidi vya kikanda. Mashirika ya kimataifa na serikali za magharibi zimekuwa zikitoa wito mara kwa mara wa kupunguza
kwa mvutano huo, huku juhudi za kidiplomasia zikibaki dhaifu kutokana na kuendelea kwa vurugu na mvutano wa kisiasa. Mwaka uliopita nchi hizo mbili, yaani Rwanda na DRC, zilitia saini makubaliano ya amani mjini Washington baada ya mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Marekani. Lakini tuhuma zimeendelea, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kukiuka makubaliano hayo. Mapema mwandishi wa BBC Anne Soy amezungumza na Bigirumwami Jacques, mshauri wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Ameanza kwa kueleza msimamo wa serikali yake kuhusu namna makubaliano ya amani yanavyotekelezwa. Kwa upande wetu wa serikali tunajaribu, mumeona kwamba kupitia hiyo agreement some humanitarian actors wameanza kufika mahali wanafanya kazi. Tumekuwa hata pia kumobilize au watu wanaongea kama FDLR organization hivyo, kama wako wanaweza kutoka. Tumejaribu hata the mechanism ambao zimewekwa zinaendelea kufanya kazi, tano inaendelea, na tunaamini kwamba on our side tutafanya kile tunaweza, lakini the other side, hiyo upande mwingine ya Rwanda, hatujaona hata saini moja ambayo ya withdraw kutoka hiyo upande ambao amekalia wakicontrol. Na tumeona kwamba Marekani imeweka vikwazo kwa baadhi ya maafisa katika serikali ya Rwanda na pia kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni nini zaidi inahitajika kufanywa ili kuleta amani katika eneo hilo na kuregesha mamlaka ya eneo hilo kwa mikono ya serikali ya Kinshasa? Ni kweli tumefurahi sana, na sisi tumeona hiyo hatua ambayo imechukuliwa na serikali ya Amerika kupitia hiyo watu wamekuwa sanctioned. Hiyo imetufurahisha sana, na serikali kweli imesema asanteni, lakini hiyo haijatosha. Tunaomba sasa Rwanda ipate kutoka, sababu itoe forces zao, hiyo army yao ianze kurudi kwao, alafu tujue namna control hiyo area. Hiyo itaturuhusu pia kuweza kujua kuweka ndani kufanya ile sisi tumeengage kufanya sana, lakini kama Rwanda ingali ina occupy nachukua hiyo area, haitakuwa rahisi, sio rahisi kusema tupate kujua nini inafanyika huko. Kwa hiyo area iko occupied. Ndio maana sisi tunasema next step, Rwanda inapaswa kwanza kurudisha forces zao nyuma wakitoka hiyo area, alafu wakati serikali itachukua hiyo area itatusaidia sana kuimplement Washington Accord and even Doha easily. Serikali ya Ujerumani imetoa wito kwa vikwazo kuongezwa dhidi ya serikali ya Rwanda, na serikali ya Rwanda ikatoa maoni yake ikisema kwamba pia waangalie kile ambacho serikali ya Kinshasa inafanya katika eneo la North Kivu, ikisema kwamba mnatumia zile drone kushambulia maeneo hapo na watu raia wanapoteza maisha yao. Ungesema nini kuhusiana na hilo? Hiyo yote ambao Ujerumani imezungumza, hiyo sisi tuna appreciate, ni the way forward ili tupate kufanya hiyo mikataba inatuomba. Lakini shida ambayo tuko nayo saa hii ni wakati Rwanda inazungumza hiyo, Rwanda ni kuja na madrone na attack area ambao ziko ndani wa civilians, wanaua populations. Hiyo inaweza kukueleza hata high plateau of Minembwe in Northern Kivu, au ndio wanajaribu kufanya hiyo, alafu wanawekea kwa serikali. Hiyo ni siasa ya Rwanda, tunajua tangu zamani. Sisi serikali tunangoja Rwanda i-withdraw, itoke area ina occupy, alafu serikali ikikuwa na hiyo, hapo sasa watu ambao watakufa huko ndio watauliza serikali, lakini kwa leo hawana hiyo right ya kuuliza serikali maeneo ambao wana control eti Kongo ndiye attack drones and what. Sisi siasa ya president ni kuletea Wakongo amani, sio ya kuua Wakongo. Na hata unapotoa wito kwa kuhakikisha kwamba mikataba ambayo imetiwa saini inazingatiwa, tunaona kwamba kwa hivi sasa dunia nzima inaangalia hali ambayo iko katika maeneo mengine, vita ambavyo vinaendelea huko. Unaona kwamba pengine imechangia swala hili kusahaulika kidogo? Unajua, ndio dunia iko na shida nyingi kama hiyo ya Iran and the other part of the world, lakini sisi kile tunajua mkataba imekuwa signed na Rwanda imekubali responsibility zao kwa watu ambao wamekufa Eastern DRC, wamekubali kwamba wao ndio responsible, na dunia mzima imejua, na tunaamini kwamba Rwanda itatoa jeshi yao, lakini kwa leo hatujaona kitu chochote. Wangali wanaendelea kuzungumza maneno, kusema maneno. Hiyo si wakati ya maneno tumemalizia hapo kwa signing documents. Hiyo that's an evidence ambayo inaonyesha kwamba wao ndio wamefanya hiyo. Sasa
Nafikiri dunia inajua na tunaendelea kuzungumza na dunia wale ambao wanashikilia hizi the due process. Naamini kuwa kutakuwa na change in the near future. Nam, huyo ni Bigi Rumwami Jacquet, mshauri wa rais wa Kongo, Rais Felix Tshisekedi, kama alivyozungumza na Ansoi. Kundi la madaktari nchini Sudan limesema kwamba raia 61 wakiwemo watoto 9 na wanawake 5 waliuawa wakati wa wiki 2 za mapigano kati ya wapiganaji wanaohusishwa na harakati ya ukombozi wa Sudan Kaskazini, yani SPLM-NO, na wanachama wa jamii ya Otoro huko kusini mwa Kordofan. Ghasia hizo zilitokea ndani ya maeneo yanayozunguka eneo la Kauda katika eneo la kusini mwa Kordofan, eneo ambalo kwa kiasi kikubwa linadhibitiwa na kundi hilo linaloongozwa na Abdelaziz Al-Hilo. Zaidi na Agnes Penda. Kiongozi wa waasi Abdelaziz Al-Hilo ambaye anaongoza kundi ya SPLM-N ameshirikisha wapiganaji wake na wale wa kikosi cha jeshi cha Rapid Support Forces ambacho kimekuwa vitani na jeshi la Sudan tangu Aprili mwaka 2023. Katika taarifa, kundi hilo na madaktari wa Sudan liliwalaumu wapiganaji waliohusishwa na SPLM-N na kufanya mauaji hayo na kuchoma nyumba na maduka, vilevile kupora mali za raia. Walionusurika waliwahojiwa na kundi hilo wanasema kuwa raia walilengwa kwa misingi ya kikabila. Kundi hilo limesema ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa wakazi unaonyesha kuwa raia walilengwa moja kwa moja, jambo lilosababisha hofu kubwa na watu kuhama makazi yao katika eneo hilo. Wakazi walielezea maeneo ya Otoro karibu na Kauda kama maeneo yaliyoshuhudia ukiukaji wa kutisha, huku vijiji vikidaiwa kuchoma moto kwa utaratibu na vizuizi vya usafiri wa raia kuwekwa kulingana na kundi hilo. Kundi hilo na madaktari pia limesema kuwa ukosefu wa njia salama za kibinadamu umezuia juhudi za kuhamisha raia waliojeruhiwa na kupeleka msaada wa haraka, na hivyo kuzorotesha hali ya kibinadamu na afya katika eneo hilo. Madaktari hao wamesema kuwa wapiganaji wa kundi hilo la SPLM-N walihusika na kutoa wito wa uingiliaji haraka wa kimataifa ili kuwalinda raia. Otoro ni jamii ya wachache katika eneo la milima ya Nuba huko kusini mwa Kordofan. Uongozi wa kundi hilo la SPLM-N bado haujajibu tuhuma hizo. Nam, asante Agnes Penda. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi zinazoinukia kiuchumi, yani BRICS, wakiwemo kutoka Iran na Urusi wamekutana mjini New Delhi leo Alhamisi, ambapo India inaonya kuhusu mabadiliko makubwa yanayosababishwa na migogoro, hali inayochochea kutokuwa na uhakika wa kiuchumi na ukosefu wa usalama wa nishati. Vita nchini Iran na mgogoro wa mafuta unaohusiana navyo vitatawala majadiliano katika mkutano huo wa siku 2. Zaidi na Sarafina Robi. India ambayo ni mwenyeji wa kundi la mataifa la BRICS mwaka huu ilikuwa mwenyeji wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi hilo lililopanuliwa ambalo sasa linajumuisha Iran, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, nchi ambazo hazielewani kuhusu mzozo ulioanzishwa na Marekani na Israel tarehe 28 mwezi Februari. Waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyam Jaishankar anasema katika hotuba yake ya ufunguzi kabla ya mikutano kwamba mkutano huu unafanyika wakati wa mabadiliko ya haraka ambayo hayatabiriki. Tunakutana wakati wa mabadiliko makubwa katika mahusiano ya kimataifa, migogoro inayoendelea, kutokuwa na uhakika wa kiuchumi na changamoto katika biashara, teknolojia na hali ya hewa. Ndiyo masuala yanayoangaziwa kimataifa. Miongoni mwa waziri wa mambo ya nje waliohudhuria ni pamoja na Abbas Araghchi wa Iran na Sergei Lavrov wa Urusi. Jaishankar amesema katika mkutano huo kuwa ni wakati wa kutafakari kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ulimwenguni na kikanda. There is a growing expectation. Kuna matarajio yanayoongezeka hasa kutoka kwa masoko yanayoibukia na nchi zinazoendelea kwamba BRICS itachukua jukumu la kujenga na kuleta utulivu. Kwa msingi huu, majadiliano yetu ya leo ni fursa ya kutafakari juu ya maendeleo ya kimataifa na kikanda na kuzingatia njia za vitendo za kuimarisha ushirikiano wetu. Mgogoro katika njia za meli za Ghuba na mlango bahari wa Hormuz unaendelea kusababisha hali tete katika soko la mafuta na gesi na kuongeza shinikizo kwa uchumi wa nishati ikiwa ni pamoja na India. Aliongeza kuwa masuala ya maendeleo yanasalia kuwa ya msingi. Development issues remain central. Masuala ya maendeleo yanasalia kuwa muhimu. Nchi nyingi zinakabiliwa na changamoto katika nishati, chakula, mbolea na usalama wa afya kama vile upatikanaji wa fedha.
BRICS inaweza kusaidia kukabiliana kwa ufanisi zaidi. Ustahimilivu wa kiuchumi pia ni muhimu. Minyororo ya uhakika ya ugavi na masoko ya aina mbalimbali ni vipengele vyake muhimu. Lazima tuzingatie yote mawili. We must focus on both. BRICS iliundwa mwaka 2009 kama kongamano la mataifa makubwa yanayoibuka kiuchumi yanayotafuta ushawishi mkubwa katika taasisi zinazotawaliwa na mataifa yenye nguvu za magharibi. Kundi hilo mwanzoni lilikuwa tu na mataifa ya Brazil, Urusi, India, Uchina na Afrika Kusini. Kwa sasa limepanuka huku wanachama wakijaribu kuinua ushawishi wa kisiasa na kiuchumi wa umoja huo wa kimataifa. Sasa inajumuisha Misri, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Indonesia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi hakuhudhuria pamoja na rais wa Marekani Donald Trump ambao wapo mjini Beijing. India itafanya mkutano wa kilele wa viongozi baadaye mwaka huu na mawaziri wa mambo ya nje pia watakutana na waziri mkuu Narendra Modi, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje, huku kukiwa na mgawanyiko mkubwa miongoni mwa baadhi ya wanachama, ikiwa ni pamoja na kuhusu vita vya Mashariki ya Kati na ukosoaji wa Magharibi. Haikubainika iwapo taarifa ya pamoja ingetolewa mwishoni mwa mkutano huo. Sarafina Rubi, Dira ya Dunia, BBC. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa taifa lake China na Marekani kuwa washirika na wala sio maadui. Na waziri wa afya wa Uingereza Wes Streeting amejiuzulu kutoka serikali ya waziri mkuu Keir Starmer, huku akitarajiwa kutangaza nia ya kuwania nafasi hiyo dhidi ya Starmer. Hii ni BBC. Popote pale ulipo, haya ni matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, na vile tunakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube ambao ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Phyllis Mwate. Ripoti mpya mfumo wa kimataifa wa uainishaji wa hali ya usalama wa chakula unaojulikana kama IPC unaonyesha hali ya wasiwasi kuhusu ongezeko la uhaba wa chakula katika maeneo mbalimbali nchini Somalia na pembe ya Afrika. Kulingana na ripoti hiyo, mamilioni ya watu kwa sasa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, na kuwa familia nyingi zinakula mlo mmoja kwa siku ama wakati mwingine kukosa chakula kabisa. Ripoti zaidi hii hapa na Robert Kipto. Ripoti mpya ya mfumo wa kimataifa wa uainishaji wa hali ya chakula duniani almaarufu kama IPC inaonyesha kuwa mamilioni ya watu nchini Somalia bado wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na lishe duni. Kulingana na tathmini ya ripoti hiyo, zaidi ya watu milioni 2 katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo wako katika hatari ya njaa kali. Ripoti hiyo imesema kuwa familia nyingi zinakosa chakula cha kutosha na baadhi zinategemea msaada wa dharura ili kuendelea kuishi. Ripoti hii inaelezea kuwa mabadiliko ya hali ya hewa, hasa ukame na mvua zisizotabirika, pamoja na kupanda kwa bei ya vyakula, yamechangia kwa kiasi kikubwa kuzorota kwa hali ya usalama wa chakula. Wakulima na wafugaji katika maeneo kame na maeneo yasiyopata mvua ya kutosha wameathirika pakubwa kutokana na kupungua kwa mazao na mifugo. Hata hivyo, ripoti hiyo inaonyesha kuwa baadhi ya maeneo yamepata nafuu kidogo kutokana na mvua za msimu, lakini hali bado ni tete na inahitaji hatua za dharura kuchukuliwa. Mashirika ya kutoa misaada yanatoa wito wa kuongeza msaada wa chakula, kuboresha mfumo wa kilimo na kuwekeza katika mikakati wa muda mrefu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi ili kuzuia kuongezeka kwa baa la njaa. Zaidi ya watu 500,000 wamelazimika kuhama makazi yao mwaka huu pekee kutokana na ukame, ambapo 91% ya wahamiaji huo unahusishwa moja kwa moja na athari za ukame. Hii inaongezeka juu ya watu milioni 3.3 ambao tayari wako katika hali ya uhamiaji wa muda mrefu nchini Somalia. Aidha, mvua za msimu zilianza mwezi uliopita, lakini zimekuwa zisizo sawa. Baadhi ya maeneo kama kaskazini magharibi na sehemu za kusini zilipata mvua za kutosha, lakini maeneo mengine kama vile Hiran, Shebele ya Kati, Shebele ya Kusini, Galmadud, Maduk na Bari yamepokea mvua kidogo sana, na hivyo kuendeleza hali ya ukosefu wa chakula. Kwa ujumla, wataalamu wanatahadharisha kuwa bila ongezeko la haraka la misaada ya kibinadamu na suluhisho la muda mrefu, hali ya chakula nchini Somalia inaweza kuwa mbaya zaidi katika miezi ijayo.
Na tuangazie mzozo wa Ukraine na Urusi sasa. Idadi ya raia waliouawa katika mashambulizi makubwa ya anga ya Urusi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine imeongezeka hadi watu 5. Watu 10 hawajulikani waliko, lakini huku waokoaji wanaendelea kuwatafuta katika vifusi. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika vikilia katika mji mkuu kabla ya mfululizo wa mlipuko mikubwa iliyodumu siku kucha na kuwafanya wakazi wa mji mkuu kutafuta hifadhi katika vituo vya treni. Zaidi na Victor Kenani. Ni wafanyakazi wa uokoaji wakitafuta manusura chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa mjini Kyiv. Uharibifu wa moto ulirekodiwa katika wilaya kadhaa za jiji hilo zikiwemo Danianski, Obolonsky, Holosivsky, Dniprovsky na Sviatonski. Majengo ya makazi, magari, eneo la maegesho, kituo cha biashara na kituo cha mafuta viliharibiwa. Kulingana na huduma ya dharura ya serikali ya Ukraine na mamlaka ya jiji, idadi ya waliojeruhiwa imeendelea kuongezeka. Mtoto alikuwa miongoni mwa waliojeruhiwa. Baadhi ya watu waliokolewa kutoka chini ya vifusi vya jengo la ghorofa katika wilaya ya Danianski mjini Kyiv. Huduma ya dharura ya serikali ilisema operesheni za dharura za uokoaji bado zinaendelea, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea kutafuta watu waliokwama chini ya majengo yaliyoharibiwa. Vitali Klitschko ni meya wa jiji la Kyiv. Katika wilaya ya Danitski mjini Kyiv, tunaweza kuona jengo la makazi lililoharibiwa, huku vyumba 18 vya makazi vikiwa vimeharibiwa kabisa. Operesheni za uokoaji zinaendelea kwa sasa. Tunatumaini hakuna watu waliokwama chini ya vifusi, lakini uwezekano huo bado ni mkubwa. Kulikuwa na mashambulizi mengi katika wilaya tofauti za jiji. Vituo vya msaada vilianza kufanya kazi mara moja. Wakazi wote walioathiriwa wanapatiwa msaada. Rais Volodymyr Zelensky alisema Urusi ilirusha zaidi ya droni 670 za mashambulizi na makombora 56 katika shambulizi hilo lililolenga maeneo kadhaa na hasa mji wa Kyiv. Mamlaka za kijeshi zilisema mashambulizi hayo yaligonga wilaya 6 za mji mkuu huo na nyingine 6 zaidi katika eneo linalouzunguka. Mashambulizi kati ya Moscow na Kyiv yalianza tena baada ya Urusi kumaliza usitishaji wa mapigano wa siku 3 na Ukraine siku ya Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametangaza kusitishwa huko wiki iliyopita, saa chache kabla ya kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kuongoza gwaride la kijeshi lililopunguzwa huko Moscow kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi katika vita vya pili vya dunia. Volodymyr Zelensky amemtaka Rais Donald Trump kujadili kumaliza mzozo huo wakati wa mkutano wake na kiongozi wa China Xi Jinping. Urusi imekuwa ikishambulia miji ya Ukraine kwa zaidi ya miaka 4, lakini kwa kawaida huzindua mashambulizi makubwa ya droni na makombora wakati wa usiku. Siku ya Jumanne, wimbi la shambulizi la angalau droni 800 za Urusi zilizolenga hasa magharibi mwa Ukraine liliua watu 6 na kujeruhi wengine kadhaa. Uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022 umechochea mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia, ukiua mamia ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni wengine kuhama makazi yao. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Na kwingineko ni kwamba seneta wa Ufilipino ambaye anakabiliwa na uwezekano wa kukabidhiwa kwa mahakama ya kimataifa uhalifu wa ICC, Ronald De La Rosa ameondoka katika jengo la Seneti ambako kulisikika milio ya risasi kirindima jana Jumatano. Anatuhumiwa kuhusika na mauaji ya kiholela wakati wa kampeni ya vita dhidi ya dawa za kulevya iliyoongozwa na aliyekuwa Rais Rodrigo Duterte, madai ambayo ameyakana. Mawakili wa seneta De La Rosa hawajathibitisha alipo kwa sasa. Pia wamekanusha kwamba milio ya risasi ilipigwa ili kumwezesha seneta huyo kutoroka. Bado haijajulikana ni nani hasa alifyatua risasi hizo. Zaidi na Leila Mohamed. Afisa mkuu wa rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte, aliyekuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya madawa ya kulevya, amekimbia kutoka bunge la Seneti ambako alikuwa ametafuta hifadhi wiki hii ili kuepuka kukamatwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu, kwa mujibu wa mkuu wa bunge hilo. Msimamizi wa usalama katika bunge hilo amethibitisha kuwa Seneta Bato hayupo tena kwenye jengo hilo, alisema rais wa Seneti Alan Peter Cayetano, ambaye aliambia mkutano wa wanahabari akimrejelea Seneta Ronald De La Rosa kwa jina lake la
mitaani. De La Rosa ambaye amekuwa mkuu wa polisi kutoka mwaka 2016 hadi 18 wakati wa miaka miwili ya kwanza inayosemekana kuwa ya ukandamizaji ya rais wa zamani Rodrigo Duterte na kuua maelfu, alitoweka kutoka kwa umma mnamo mwezi Novemba mwaka jana. Alijitokeza katika seneti siku ya Jumatatu na kukwepa chupuchupu kukamatwa na maajenti wa serikali ambao walimfukuza kwenye ngazi. De La Rosa alisema atapambana na juhudi za kumkamata na kumkabidhi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake nchini Uholanzi. Duterte alikamatwa mwezi Machi mwaka jana na kupelekwa Uholanzi ambako anazuiliwa mjini The Hague akisubiri kufunguliwa mashtaka. Caetano alisema mke wa De La Rosa alimtumia ujumbe kuthibitisha kwamba mumewe alikuwa ameondoka kwenye jengo hilo. Hakusema alikokwenda De La Rosa na kwa hasira akakanusha shutuma kwamba uongozi wa seneti ulimsaidia De La Rosa kuondoka na kuwakwepa maajenti wa serikali wanaotaka kumkamata. Seneti ilithibitisha kuwa ilikuwa imetoa hati ya kukamatwa kwa De La Rosa ikimtuhumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji. Polisi na mfanyakazi wa ofisi ya kitaifa ya uchunguzi wote walifyatua risasi hewani wakati wa makabiliano makali katika majengo ya seneti Jumatano usiku na kuwalazimu wabunge kujificha ndani ya ofisi zao. Caetano alisema kutoweka kwa De La Rosa kuligunduliwa mapema muda mfupi baada ya polisi kutangaza kumkamata ajenti wa serikali anayedaiwa kufyatua risasi za onyo Jumatano usiku. Polisi walinasa risasi kutoka kwa mtu aliyemkamata ambaye alikuwa akifanyiwa uchunguzi iwapo ana chembechembe za risasi. Hebu sikiza hii. Baiskeli ni kitu kinachofahamika kote ulimwenguni, sivyo? Hutumiwa kwa usafiri, kufanya mazoezi au huduma za utoaji mizigo. Lakini katika miji ya Nigeria inayokuwa kwa kasi, wengi wameziacha na kutumia vyombo vya usafiri vya injini vilivyo na kasi zaidi. Lakini kuna tofauti. Katika eneo la Askira Uba, hilo ni jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria, baiskeli bado zina thamani kubwa ya kitamaduni. Kwa baadhi ya wanawake huko, ni zaidi ya njia ya usafiri, ni alama ya upendo na kujitolea. Taarifa ya Ayuba Ilia inawasilishwa na Roncliffe Odit. Huenda baiskeli zikapotea katika miji ya Nigeria, lakini kwa baadhi ya wanawake huko Mishara, jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria, baiskeli bado zina umuhimu. Kwa kweli, siwezi kuolewa na mwanaume ambaye hataninunulia baiskeli. Katika mila zetu, baiskeli ni hitaji muhimu wakati wowote mwanamke anapoolewa. Ikiwa hutoi baiskeli kama mchumba, unaonekana kama hufai, kwa sababu inachukuliwa kuwa kitu ya muhimu zaidi. Blessing Samuel mwenye umri wa miaka 23 alijifunza kuendesha baiskeli akiwa na umri wa miaka 11 tu. Ombi la ndoa kwake bila baiskeli ni jambo lisilokubalika kabisa. Ikiwa mwanamume ataondoka kwenda kwenye shughuli zake za kila siku na sina mtu wa kumtuma, naweza kuitumia kwenda kuchota maji, kwenda kusaga nafaka au kununua mahitaji ya nyumbani. Nigeria ina zaidi ya makabila 350, kila moja likiwa na desturi zake kuhusu ndoa. Lakini katika tamaduni nyingi, wanaume hupewa orodha ndefu ya vitu vya kutoa kabla ya ndoa kuhalalishwa. Wakati wa kuoa unapofika, mchumba anatarajiwa kutoa pesa za baiskeli pamoja na vitu vingine kwenye orodha, kwa sababu wakati wa harusi unapofika, baiskeli hiyo itatolewa. Wakiwa wengi wao ni wakulima wa kujikimu, wanawake wa Mishara hutoa msaada mkubwa katika kuhudumia familia. Kazi pekee tunayotegemea ni ukulima. Hivyo baisikeli ni muhimu sana kwetu. Watoto wetu wanahitaji karo za shule. Kwa hiyo ukizingatia gharama za maisha, kulipia usafiri, chakula, ada na kadhalika, baisikeli ndio msaada wetu mkuu. Tunaitumia kusafirisha chakula na kuni. Soko la baisikeli nchini Nigeria linatarajiwa kukua kwa angalau 3.3% kati ya mwaka 2025 na 2030 kulingana na takwimu za Statista Market Insights. Wamiliki wa biashara kama Huzaira Saidu wanapata faida nzuri kwa kuuza baiskeli. Kwa mwezi mmoja, mimi huuza takribani baiskeli 40. Baiskeli mpya inaweza kugharimu hadi naira 1170 ambazo ni dola 122. Ikiwa utazingatia zilizotumika kidogo, huuzwa kwa chini ya naira 1100 ambazo ni dola 72. Kwa wakazi wengi wa mijini, baiskeli hufaa kwa michezo au shughuli za usafirishaji tu, lakini kwa wanawake wa hapa Mishara ni kiungo muhimu cha maisha. Nende zangu Mishara nipate baiskeli yangu.